Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai popote ulipo ubuheri wa afya. Karibu ndani ya EGTM TV, makala yakiwa safari ya nabii kuelekea kwenye mwamba ambao unaaminika Yesu aliishi. Ni safari ilianzia jijini Nairobi hadi magharibi mwa Kenya, kaunti ya Vihiga, katika kijiji kidogo cha Gevera, ambapo panaaminika kuwa na mwamba ambao Yesu mwana wa Mungu alikuwa akiishi. Lengo na madhumuni ya safari hii ilikuwa kudhibitisha na kuweka wazi mambo haya kwa njia ya kanda kwa ajili ya wewe mtazamaji. Basi tuliweza kukaribishwa na wenyeji wa kijiji hiki na waliweza kutueleza mengi kuhusu miamba hizi miwili. Violet ni mmoja wa wakazi hapa. Naitwa Violet Kebenge Seladema. Mimi ni mkaaji wa hapa. Mimi si mzaliwa wa hapa but nimeoleka hapa nikapata mama mkwe. Violet anatueleza jinsi mama mkwe alivyowaeleza kuhusu miamba hizi. Mama mkwe yeye ndiye alituelezea vile hii jiwe lilisambulika. Kwa maelezo yake, Violet anasema kuwa kulikuwa na mtu kwa jina Peter kutoka Kakamega ambaye alishtua watu kwa sauti kubwa ya maombi kutoka kwenye mwamba huu. Kutokea hapo, watu wakaweza kugundua mwamba huu. Sasa vile tulijaribu kumuulizia habari ya hii mawe, alituelezea ya kwamba kuna mtu alikuja kutoka Kakamega. Huyo mtu alikuwa anaitwa Peter. Na walikuwa tu watu wako busy kwa maboma zao, ndio wakasikia sauti ya huyo mtu. Na alikuwa anaomba kwa sauti kubwa sana. Watu wa area wote wakashtuka, wakakuja pole kuona ni nini inafanyika na ni nani na ametokea wapi. Wakapata huyo mzee anaomba kwa sauti kubwa sana. Sasa vile walisikiliza yale alikuwa anaomba, wakaona ni maneno ya ukweli. Hata wenyewe walikuwa hawajui hii mawe, lakini hii mawe ilitambulika siku hiyo. Mwamba huu ukafanyika sehemu ya maombi kwa wengi. Umati huu wa watu ulizidisha kelele kwenye kijiji hiki, ambapo ilisababisha vyombo vya madola kuingilia kati na kutia waliokuwa wakiomba kwenye mwamba huu ndani ya jela. Lakini baada ya kujieleza waliweza kufunguliwa. Watu wakanyenyekea wengi, wakakuja wakajiunga na hiyo maombi. Wakaanza kuomba, kila mtu sasa anaongea zake kulingana na imani yake. Ikawa ni kelele kubwa, ikashtua watu. Ikabidi chifu aingilie ndani akuja aone ni nini na huyo mtu alikuwa nani. Sasa waliweza kushikwa wakapelekwa Vihiga kwa polisi. Ile walifika huko wakauliza ni nini mbaya, kelele ya nini. Wakasema sisi tulikuwa tunaomba na tumeenda kwa mawe kwa sababu ya huyu mgeni alitoka mbali na vile aliomba. Tumepata kuna mawe ya ajabu katika Gevera ambao kuna vitu tofauti. Mwamba huu ambao uko na alama zinazoaminika kuwa ni miguu za Yesu unawashangaza wengi sana. Pia kuna nambari na silabi kwenye mwamba huu. Na vile aliomba, tumepata kuna mawe ya ajabu katika Gevera ambao kuna vitu tofauti. Ukitaka mguu ya Yesu iko hapo, ukitaka manamba ziko, kijana taonyesha. Nambari tulizoweza kuzinasa ni 4, 17, 14, 5 na silabi pia zikawa da, ja na sa. Maji haya pia yaaminika kuwa ya uhai. Kisa na maana, maji haya hayapotei wala kukauka wakati wa kiangazi kikali. Maji ya uhai, tunaitanga maji ya uhai iko ambayo haiishi. Tangu mimi nipate iko tu vile iko hivyo. Ingawa mvua ikinyesha huwa inaongezeka kidogo. Maandishi ya Kigiriki ambaye yaaminika kuandikwa na Yesu pia yapo kwenye mwamba huu. Maandishi yenye Yesu aliandika kwa Kiebrania iko. Mstari huu unaaminika kuwa ni njia ambayo Yesu alitumia. Smooth na ina shine then
Inaonekana kuwa hii ni njia. Hii ni njia na yote ina shine. Hii ni njia. So wanasema huku kuna kifuli. Pia kuna kufuli na funguo kwenye njia hii ambazo zimefunikwa na mchanga. Unajua tulizikuta. Kwanza kuna mawe mengine hapo penye gari imesimama hapo hivi. Hapo kulikuwa na kifuli. Barabara imepita juu yake. Alama za wanyama ambazo ni miguu za mbuzi, kondoo zipo kwenye mwamba huu. Inasemekana kuwa wazungu walijaribu kuchukua maandishi na alama zilizo kwenye mwamba huu ili waweze kujua maana yake, lakini ilishindikana. Hizi alama kuna zingine za mbuzi wazungu wanakujanga wanagonga sijui wanaangalia lakini hakuna wajini wa China wamekuja Ibrana nini yani kila kasi wamekuja kwa hii mara. Tuliweza kuelekea kwa mwamba mwingine ambao una muundo wa jeneza. Jeneza hili wenyeji hawajui jinsi lilivyopatikana hapa. Inasemekana kuwa kuna jamaa aliyejaribu kupasua mwamba huu ili kujua kilicho ndani. Juhudi zake na kiu ya kutaka kujua kilicho humu kilimsababishia kufura kwa tumbo na koo, kisha akaaga akiugua. Alifura tumbo bila aligonga tu hivyo ikatoka hii pisi ikatoka. Hapa hivi. Alifura tumbo mpaka kifo yake. Mtazamaji. Tumefika. Nikikalia. Hakuna shida. Si ni mawe tu. Na huyo si aligonga akafura tumbo. Si ni mawe tu wewe ukalina nia nyingine. Mtazamaji, hii ni jiwe na ni mfano ya jeneza. Na sijajua hii jeneza iko ya ajabu. Na naweza inua ilikuwa tu hapo. Iweze watu wamejaribu wengi wa hivi. Yaani wapindue tu iwezekane. Pia hapa kuna ngao ambayo ilitumika kama kinga wakati wa vita. Alama hii inaaminika kuwa upanga ambao ulitumika na Peter, ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, ambaye alitumia upanga huo kukatia mtu sikio. Upanga, hii ni upanga. Ilikuwa inashikwa na hapa. Kwa imani, kwa ajili ya upanga tunaamini ya kwamba ulikuwa upanga ambao ulipigana na maadui. Pia kwenye mwamba huu kuna alama ya muundo wa samaki na mkate, ambapo wenyeji waamini kuwa Yesu alikula na wanafunzi wake. Basi baada ya Nabii Asheri kuzuru maeneo haya na kuyaona yote, Roho wa Mungu alimweleza cha kufanya. Kwanza aliweza kupima ile alama ya mguu kuona kama mguu wake watosha, na bila shaka ulitoshea. Kwa sawa, hii ni vidole. Ukiangalia vidole zangu hapo mbele ziko na vidole. Hii ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho. Lakini yangu naona ni kama imetoshea. Imetoshea. Yangu imetoshea. So ni kama Yesu alinituma itoshe. Yako inatoshea? Inatoshea. Yangu inatoshea vizuri. Baada ya kuona mguu wake kutoshea, aliweza kuomba pale na kumuuliza Mungu ajibu haja ya waumini wa kanisa la Edeni. Nimesimama katika mwamba huu ambao umenituma. Baba, ninainua mikono zangu nikisema, bariki mfalme watoto wako. Bariki majirani, bariki udada ambaye Bwana ametuongoza kutuonyesha huku. Mbariki Bwana, bariki majirani. Bariki kanisa la Edeni. Kumbuka Nabii Asheri alikuwa ametembea na vifaa vya maombi, ikiwemo Biblia, vitambaa vyeupe na vyekundu, ambavyo kwa imani yake ni kinga kwa yeyote atakayevitumia baada ya kuombea kwenye mwamba huu. Sema kitambaa hiki kiwe na cha upanga katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu wa mbinguni uishie, asante kwa maana mfariji nimekuja mfalme, na katika jina la Yesu
nikichukua alama hii ya haya madhabahu, nikiyatia katika vitambaa kwa alama ya moto. Baba Kristo mfalme, magonjwa, vita, mateso, chuki, laana yote na madhabahu ya shetani ambao Bwana yamefuata watu wako muda mwingi, watakapotumia vitambaa, watoto wadogo hawatashikwa na magonjwa yasiyo na tiba. Watu wazima hawatashikwa na magonjwa, wadada watapona, wadada watakombolewa, wala wazai watazaa, wala wana watoto watapata, wala wana kazi watapokea. Baba, tenda siku ya leo. Ninasema kwa jina la Baba yangu wa mbinguni aliyeumba na kutengeneza hili jeneza, anasema atarudishia waliokutupia. Na hili jeneza ni la mawe, lao ni la mbao, litavunja lao na kuingia katika manyumba zao. Bwana, utanisaidia kupitia vitambaa hivi, vichukue neema ya hii madhabahu, vichukue neema ya hii jiwe. Yeyote atakaye kutupia kaburi, limrudie mwenyewe. Atakaye kutupia mabaya, yamrudie mwenyewe. Leo hii nimekuja kutangaza vita juu ya maadui wanaosimama kinyume juu watoto wa watu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mafuta mwana wa Daudi, yasitoke alama kubwa kwa ajili Jehova ya hili ambalo liko mbele zangu. Ninabariki vitambaa hivi, Baba, utavitakaza. Nina imani kubwa, niziombee zikiwa hapa, naziombea nizikiwa hapa. Hata kama tumeomba, Baba wetu wa mbinguni uishie mfalme, ulisema mahali ulipokanyaga uliwacha alama. Na kama uliwacha alama, basi pokea hivi vifaa ambavyo unavileta mbele zako, ya kwamba yote anayetumia aliye na magonjwa yasiyo na tiba, divai apone. Wale wote ambao wametuma mfalme kwa ajili ya kusupport channel wabarikiwe. Na yote atakayechukua ikitambaa, dada na ndugu na mama, divai ambayo kutokana na ushuhuda kuwa inaponya magonjwa ya ukimwi na maradhi mengine, iliwekwa kwenye ngao hii na kuiombea ili izidi kuponya wengi zaidi. Ulidhihirisha kwa haki. Babu, umenishuhudia ni ngao ya mwanadamu wanaogonjeka magonjwa yasiyo na tiba. Watakaoitumia mfalme wabarikiwe, wapone, si kesho, wapone leo. Watakapotumia wapone, kila mmoja atakaitumia aponywe magonjwa yaliyo ndani ya mwili wake. Ewe Bwana Yesu Kristo, nisaidie, maana wewe ndio Mungu nategemea. Asante. Bahasha za fungu la 10 ziliweza kuwekwa kwenye ngao hii ili ibilisi asije akaharibu wala kuvunja kazi ya mtu yeyote ambaye hutoa fungu la 10 kwenye kanisa hili la Edeni. Wanapotolea Mungu, shetani anarudi, anaenda kuua kazi zao. Anarudi, anaenda kuharibu. Leo hii naiomba na hii mawe ya kwamba yeyote Mungu aliyechora na akawacha alama hii hapa ya ngao, asimame kuwa ngao katika hizi kwa jina la Yesu. Baba wangu wa mbinguni, Baba, ninakuomba kibali kikubwa cha neema. Ninakabidhi hizi basha mbele zako. Baba, tazama watu wote wanaokutolea, njia zao zifunguliwe. Baba, maisha yao yawe protected. Nimeileta hapa kwa ajili ya ushuhuda. Ewe Bwana wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, utatenda kwa maana wewe ni Mungu. Asante ewe mfalme, kwako Yesu nami nikiomba. Amen. Roho wa Mungu alimweleza nabii kuchota maji haya ya uzima kwa ajili ya kutawaza watu miguu na kuombea wale ambao wanaugua magonjwa yasiyo na tiba. Hii nitakuwa na nawa mikono, alafu niende kunawisha wagonjwa. Wakipona, nitaenda kuweka chumvi ndani kama Elijah, kama vile Elisha alifanya. Haya ni maji na chota. Wanasema ya maji hayapoteangi na yaishi, hata nikichota kama hata mpaka kesho haitawaisha. Kama watu tunatafutia watu kupona, wenye wana imani. Haya maji nitanawisha watu. Haya maji naenda kunawisha wale watu ambao wanavimba miguu. Nitaenda kuiombea, niweke chumvi, niweke mafuta, ninawisha watu walio na ugonjwa wa skin disease, wanaovimba miguu, wanaumwa na vichwa, na watapona. Nabii Asheri aliweza kuombea wote ambao usimama na msaada wao kwa ajili ya runinga ya EGTM kupitia kwa till number 253951. Na baada ya maombi, wengi walipiga simu kushuhudia mazuri walioyaona baada ya maombi haya. Saa hizi kuna watu ambao waliosimama wakasema hawataiaibisha Eden. Baba, ninaomba saa hizi mtazamaji wangu, ninaombea yule ambaye amesimama na channel muda wote, hata saa hizi
kwa mwenye anasimama. Saizi sitashika simu, lakini ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye wana support channel kupitia till number 253951, kwa maana hii channel huwa inanigharimu sana. Lakini leo hii nimechukua tu jina lako likuwe kwa haya madhabahu, ambao jina lako liko katika hii simu. Wote ambao hutuma jina lao liko hapa. Baba, kwa damu ya Yesu wasikose hapa penye uliweka mkate. Nimesimama hapo na majina ya Waisraeli. Ninawaombea mkate katika nyumba zao, yani utajiri. Ninawaombea chakula katika nyumba zao. Pia nabii akiwa kwenye mwamba huu aliweza kuliombea taifa la Kenya. Baba Yesu, ninaombea taifa, ninaombea Kenya, ninaombea watu wote ambao watatutazama, ambao wananitazama sasa hivi. Wabarikiwe mahali walipo. Usikose kitu katika malango yako, usikose kitu katika nyumba yako. Yesu akasema watakao niamini watabarikiwa kwa ishara ya pamoja. Nimekuja Western, nimegaramika ili nikuje kwa huu mwamba, na nimekuja kwa sababu yako. Yale ambayo umeona ni ya haki na ni ya ushindi na ni ya neema, ona vile utafunguliwa. Asante kutazama video hii kwenye runinga yako ya EGTM TV. Nimekuwa Philip Juma, tukutane tena. Kumbuka kuzidi kutazama EGTM TV, makao ya matumaini kwa taifa.